نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khutba yetu tunamaliza mambo matano tuliyoyabakisha katika mambo ambayo huivunda dini ya Kiislamu na katika mambo ambayo huvunda shahada la mtu au katika mambo ambayo humtoa mtu katika boma la Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 102 katika suratu Ali Imran atuambia hivi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha haqqa tukati, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na musife isipokuwa kufeni hali ya kuwa Waislamu. Ni aya 102 katika suratu Ali Imran. Tuangalie vitabu vya tafsiri kuhusu aya hii: enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha na musife isipokuwa kufeni hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Abdullah ibn Mas'ud kwenye tafsiri ya aya hii atuambia, ittaqullaha haqqa tukati an yutaa fala yunsa, ni atuiwe Mwenyezi Mungu asiasiwe, wa an yudhkara fala yunsa, atajwe na kukumbukwa asisahauliwe, wa an yushkara wala yukfara, na ashukuriwe Mwenyezi Mungu asikufuriwe. Hii ni kauli ya Abdullah ibn Mas'ud katika kuitafsiri ittaqullaha haqqa tukati. Anas radhiyallahu anhu asema, hii ittaqullaha haqqa tukati la yattaqillaha au la yattaqillaha al-abdu haqqa tukati hatta yakhzana lisanahu, hamchi Mwenyezi Mungu haki ya kumcha isipokuwa yule aloufunga ulimi wake, kuufunga ulimi wake. Hii ni tafsiri ya Anas radhiyallahu anhu. Mwanachuoni mkubwa wa tafsiri Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, lam tunsakh, hii aya haikunasikhiwa. Hii ittaqullaha haqqa tukati, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha, si aya mansukh, haikunasikhiwa. Walakin haqqa tukati, lakini hii haki ya kumcha Mungu, an yujahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi, ni wapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu haki ya kupigana. Wala ta'khudhahum fillahi lawmata laim, wala isiwapache wao kwenye njia ya Mwenyezi Mungu lawama zozote za mwenye kulaumu. Wayaqumu bilqisti, wasimame kwa uadilifu, walau ala anfusihim, japokuwa juu ya nafsi zao, wa abaihim, na baba zao, wa abnaihim, na watoto wao. Hii ni tafsiri ya Abdullah ibn Abbas ya kwamba ni kupigana jihadi, haki ya kupigana, wasiogope lawama katika hilo, kisha wawe wa kweli, wawe waadilifu, hata kwamba ni juu ya nafsi zao, baba zao ama watoto wao. Kwenye kifungu hiki cha tafsiri ya Abdullah ibn Mas'ud, mtu kuwa mkweli, kuwa na uadilifu hata kwa nafsi yake, tunataka msimamo huu.
na tunaipeleka hii aya kwa mujibu wa hii tafsiri kwa haya. Ndugu zangu katika imani, ili mtu awe mkweli hata wa nafsi yake, ni awe mkweli hata kwa kosa lake alilolifanya, basi ajitaaraf yeye mwenyewe kwamba kuwa hili ni kosa, ndio itakuwa wepesi sana kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Utaaraf kosa ulilolifanya kwamba kuwa ni kosa. Na hapa kusudio langu kwa khutba na kusudia wale walopata mitihani ya Mungu ya kuondoka katika akida sahihi, walioondoka kwenye akida sahihi wakaingiliana na akida nyinginezo zisizokuwa za sahihi, kama yale tuliyoeleza, akida ya mtu kuanguka kwenye makaburi, kusujudia makaburi, kuomba maiti, kulalamikia maiti. Sasa hizi tafsiri, kumcha Mungu haki ya kumcha, ni walielewe wenzetu kwamba kwa hili nkosa, na kwamba sisi tumeyazungumza haya yakithubutu kiqurani kwamba kuwa ni makosa, na kwa kuwa twawapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, twataka wasikose mafanikio ya dunia hii, kuondoka katika dunia bila ya tauhidi ya sawa. Kwa hivyo ni wawe wa kweli. Kuwa wa kweli ni walokuwa washajiisha ibada hii kikusudia mashekhe kwa ushuhuda, kwa kuwa ghilibu wale ambao ni awamu nas wakaweza kuingia katika itikadi hii wakamsahau Mungu wa haki, basi wawe na qist, wawe na uadilifu. Kuwa na uadilifu ni warudi nyuma, watubie, na baada ya kutubia wawaamrishe na watoto wao waloshika itikadi kama hizi. Manake watoto wote walikuwa wameshikwa mikono, wamepelekwa kwenye makaburi. Pia wawafundishe toba. Kisha hata baba zao, wazee wao wote, ambao kila ambaye alighilibika kughilibiwa na kaburi arudi nyuma, atubu. Ndio hii ni daa ya Mwenyezi Mungu kusema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, musife isipokuwa kufeni hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Kisha lenye kuwasahaulisha hilo, tunawapeni njia liajlillah. Ifuateni hadithi ya Abil Hayyaj al-Asadi inaosema, ale mabanda muloyajengea makaburi yavundeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ale makaburi muloyapamba kwa manguo ya aya za Qur'ani tukufu na kushikwa na mikono ya watu tofauti tofauti, pia ziondosheni, na ile michongo ile vundeni, mukachonge vitanda vyenu. Kisha musawazishe yale makaburi yote ya Lamu, ya Mamburui, ya Makinan Road, ya Dhipini, popote yasawazishwe kwa hadithi ya Abil Hayyaj al-Asadi. Kisha murudi kwa Mwenyezi Mungu kwa toba, kwa sababu hatari iliyoko ni hii. Tusilewe ni makosa biidhnillah. Hatari iliyoko, faradhi ikipita na ibada yaendelea ya makaburi, kesho yaumul qiyama, ambao ni mashekhe wajuzi waloyashuhudia haya, Qur'ani inasema liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyama, watabeba dhambi zao zilizokamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm, wabebe na madhambi ya wale ambao wao waliwapoteza wao bila ya ujuzi wowote. Ala saa ma yazirun, ni uovu wa haya watakaoyabeba, kwa sababu dhambi zao na dhambi za kila aliyepotea wao watakuwa ni mas'ul, kwa sababu walikuwa wasimamizi hayo yakifanywa na wao wakitazama. Kwenye neno la Mwenyezi Mungu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, musife isipokuwa kufeni hali ya kuwa ni Waislamu. Tafsiri inasema hafidhu ala alislami, hifadhini Uislamu, kwa maana Uislamu uhifadhini, usiwatoke kwenye mikono yenu. Hii ni dalili
ya kwamba haitoshi mtu kuketia takavo duniani kwa mujarradi tu wa kuwa amepiga shahada, mimi nimesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa hivyo twende kazi kivyo vyote na lolote nitakalolifanya shahada langu litanidhabiti. Musishike hivyo ndugu zanguni, nyinyi shikeni mfano mwema, shikeni mfano mwema ya kwamba isawazishe shahada lako kulihifadhi kama jinsi unavyohifadhi udhu wako. Ikiwa umetawadha, tumesema pana mambo fulani ni miko, una hadhari, hutaki ufanye moja kati ya mambo hayo, wachelea jambo gani we? Wachelea nikifanya moja kati ya hayo, udhu wangu utafanyeje? Udhu wangu utabatilika, udhu wangu utavundika. Na la ilaha illa Allah billahi alaikum, la kama itakuwa pengine tuko njia ya makosa kwa haya maelezo, mtu atoe lolote la kusema hakuna masharti ya kuedhabiti la ilaha illa Allah. Hakuna mambo ambayo ni miko ya kuweza kuikinga hii la ilaha illa Allah, na wewe uwe na tahadhari ya kwamba nsije nikafanya moja ikavundika la ilaha illa Allah. Mtu hebu atueleze. Lakini masharti ya la ilaha illa Allah ni haya niliyoeleza, na matano na yaeleza biidhnillahil karim. Lazima kila mtu awe na hadhari kweli kweli, ama Uislamu utamtoka kwenye mikono yake. Hafidhu ala alislami, hifadhini juu ya Uislamu, fi hali sihatikum, kwenye hali ya siha yenu. Uhifadhini Uislamu mkiwa na afya zenu, wa salamatikum, na hali ya usalama wenu. Hifadhini Uislamu wenu, litamutu alaihi, ili mufe juu ya Uislamu. Lakini ikiwa hatutashughulika makaburi tu, tutakufa juu ya makaburi na tutakufa juu ya kutakasia makaburi. Fa innal karima qad ajra adatahu bikaramihi, hakika mkarimu ambaye ni Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amepitisha ada yake ya ukarimu wake, annahu yakuwa man asha ala shay'in mata alayhi, mwenye kuishi juu ya chochote atakufa juu ya hicho kitu. Wa man mata ala shay'in, na mwenye kufa juu ya jambo, bu'itha alayhi, atafufuliwa na jambo kama hilo. Eleweni ya kwamba mukifa juu ya ibada zenu za makaburi, kutakuwa na alama ya kufufuliwa kwenu ya shiari hiyo ya kuabudu makaburi na kuabudu maiti. Fa'iyadha billahi min khilafi dhalika, twajikinga na Mwenyezi Mungu na ukhalifu wa hilo. Kwa hivyo Mungu kusema wala tamutunna illa wa antum muslimun, ni kwa kuwa tukifanya mchezo shahada laweza kututoka na la ilaha illa Allah yaweza kuvundika na mtu akatoka katika boma la Uislamu. Kisha Waislamu watukufu, haya ninayoeleza ni maneno yanayotoka katika Qur'ani, mbali ya hadithi mbili nitawatafsirieni, ndio tuingilie haya mambo, ili tu mufahamu ya kwamba Uislamu ukimponyoka mtu kwenye mikono yake kwa kuvunda masharti yalowekwa, huwa sisi tumenkufurisha, huwa sharia ndio imenkufurisha na kuntoa katika mipaka. Hapa nataka tuelewaneni vizuri sana na watu wasifahamu makosa, kwa sababu aadau sunna, maadui wa sunna, watu ambao wanaipiga vita sunnatul Mustafa, wao tangazo lao na siasa yao ni kwa kuwa hili ni pote la kukufurisha, wantakae huntia peponi na wantakae huntia motoni. Si hivyo. Nususi za kisharia ndizo zitakufanya wewe ima ubaki kwenye Uislamu wako ama ubaki kwenye ukafiri, ama ni Muislamu mara umetoka katika Uislamu uko katika nje ya boma la Kiislamu. Na haya nitathibitisha kwa dalili. Sasa kuvundwe kidalili ya kwamba sivyo, nyinyi ndio mwakufurisha. Lakini ushhidu Allah tabaraka wa taala, hatumkufurishi mtu bila adhawabit. Pana dhawabitu takfir, dhawabit za kukufurisha. Ukifikia kwenye kiwango hiko, hakuna ndia isipokuwa ukafiri,
itakuwa hakuna ndia fatwa itoke ya kwamba mwenye kutenda matendo haya kwa mujibu wa sharia huwa uko mbali na boma la nini la Kiislamu. Haya, sikilizeni hii hadithi. Sikupiga kelele tu ya kwamba kufurisha watu. Tamkufurishaye mtu anayesema la ilaha illa Allah? Mtu asema la ilaha illa Allah, wewe useme kafiri. Ukisema la ilaha illa Allah umeivunda la ilaha illa Allah, tukuitwe wali. Umeivunda la ilaha illa Allah, au wali. Waabudu mishumaa wewe, au wali. Waabudu vitetezo wewe, mwenye. Waabudu watu na maiti, unsahaba. Ndio utafurahi. Sasa sisi tukisema kinamna hii, hapana. Ukisema kwamba kuwa umezama kwenye pombe ni mlevi, umezama kwenye miraa wewe ni jitu la handasa, kwa sababu hatujapata jina moja tu la moja kwa moja kama kumuita mtu mlevi. Jitu la handasa ni unazama kwenye bangi, ni jitu la stimu wewe. Ni 5 salawat, maskini mtuifu. Ni mtu wa kuabudu makaburi, ubadul kubur. Ni mtu ambao unafanya mambo ambayo jina litakuwa sawa na mawali, auliyaur rahman. Wafanya mambo ambao ni ya ubilisi na uifiriti na ushaitani, auliyau shaitan. Ndivyo mambo alivyo. Hata katika majina ya majini takuta ule njini, ule ni ifiriti, ule ni shetani, huu ni wali, huu ni ncha Mungu, huu muhuni, huu mwizi, huu mkozimeni, huu ndivyo mambo alivyo. Kwa hivyo ikiwa kila kitu kiko pahala pake, huwezi la kufanya la kuivunda shahada mimi nikuiche sahaba au kwambie hii kazi ya masahaba. Tasema hii kazi ya makufara, na hili la kubalika kidalili. Na naomba tuondoshwe kwenye dalili, tuwekwe kwenye dalili. Huu ndio msimamo wa dini. Sikilizeni hadithi ya Zaid bin Khalid al-Juhaini radiyallahu anhu, asema swalla lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salata as-subh bil Hudaybiyah. Aliswali na sisi mtume, rehma na amani zimshikie yeye, swala ya asubuhi Hudaybiyah, ala ithri samai aqiba matarin kanat min al-layli, nyuma ya mvua ambayo ilikuwa usiku. Kama mathalan alfajiri ya leo, usiku wa jana ubaila alfajiri ilinyesha mvua. Sasa isikilize hii hadithi. Mtume aliposwali na sisi alfajiri, falamma nsarafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka kwenye swala huondoka, aqbala ala an-nasi faqala lahum, aliwaelekea watu kisha akawaambia maneno haya. Sasa tizameni, ni maneno ya bahero au ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Na tutayatafsiri maneno ya Mtume hata tukipata nukta inayosema mwenye kufanya hivi ni kafiri murtad. Sisi tunasema mwenye kufanya hivi ni kafiri murtad. Hamuoni nyinyi katika tariku swalati msimamo wetu? Tariku swalati msimamo wetu leo katika halaka, kabla ya kuja Ijumaa niliweko na program fulani pahala fulani, nimeulizwa swala hilo la tariku swalati kwa wenye itikadi ya kwamba kwa mwenye kuwata swala ni asi, si kafiri. Sikuharibu msimamo wangu kwa sababu wa kuona nyuso za watu ambao husema mwenye kuwata swala ni asi. Wallahi alazim, hivi baada ya kuteremka hapo ndipo niingie Ijumaa kwa khutba. Hapana, msimamo wangu nasema tariku salati ni kafiri, nasema tariku salati ni kafiri kwa dalili. Sithubutu kunena tariku salati ni asi kwa dalili yoyote. Ungawe kwa msimamo huu, si kila msimamo, misimamo hupitana nguvu. Sasa utanambia wewe tariku salati ni Muislamu, na mmoja sema lakini si Muislamu, si amesema la ilaha illa Allah. Kamwambia hakuwa Muislamu kwa sababu ashalivunda la ilaha illa Allah. Nikauthibitisha msimamo wangu pale pale. Kwa hivyo tumfanyeje? Kaambia kama nila kumfanya kwa mujibu wa aqwalul ulama, niende akatupwe jangwani. Baada dhalika ende akaliwe na mindege ile miovu miovu, apate wanyama wabaya wabaya, wamalize masala kuisha. Hakuna kuoshwa, hakuna kukafaniwa, hakuna kuswaliwa. Na huu ndio msimamo, na hatuwezi kuvunda huu msimamo
akifanchumbwa nchaani haswali na tuamjua tukamtia msikitini. Na nafikiri mwajua ya nyuma aliyotokea, hatuna haja nayo tukatoka hapa. Ukiwa tukujua uswali hakikatan, usinambia kwamba kwa undani anaojua Mungu. Twajua undani anaojua Mungu, ndipo tukataa kumpeleka kivyovyote mbele ya safari. Anajua nani? Ni Mwenyezi Mungu. Twajua anajua Mungu, nenda mbele ya safari huko tajuana na Mungu wako. Hakuna kunchia mtu msikitini kwa nguvu ikiwa hakuingia kwa khiari yake. Kisha kwa nini mulkaliona zito la kuambiwa nkafiri mwenye kuwataswala, lakini asilione zito yeye la kuwataswala yeye? Ilikuwa uone zito la kuwataswala, lakini ajabu dunia ndivyo ilivyo, na mambo kugeuzwa. Leo imekuwa ati kubwa hilo kufanywa jambo kubwa la kufanywa kafiri, tariku salat kafir, na huu ndio msimamo, na tuna dalili chungu mzima. Sasa hili la mtu kutoka katika boma la Uislamu jambo liko, sisi kukufurisha watu jama ni nususi. Hasikiliza Mtume SAW alipomaliza hii swala aliwaelekea watu, kisha akasema hivi: hal tadruna madha qala rabbukum, je mwajua aliyoyasema Mola wenu? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, kasema Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndiye anayejua. Sikiliza Mtume kisha akasema, qala, Mtume akasema, asbaha min ibadi, asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hadithi iliyopokewa na mtume wake kutuhadithia, wamepambazukiwa katika waja wangu mu'minun bi, aloniamini mimi, wa kafirun, na alonikufuru. Kwa hivyo kitafsiri hivi sitakuwa ni nafsi yenyewe ya hadithi, sivyo ninavyosema? Wamepambazukiwa au hupambazukiwa katika umma wangu mwenye kuniamini mimi kihakika, udhabitie Uislamu wake. Wa kafirun, na hupambazukiwa katika waja wangu mwenye kunikufuru mimi. Akaweka tawdih, fa amma alladhina qalu, ama wale walosema. Sasa taka munielewe vizuri udhahiri wa nafsi haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawahadithi kuelezea aliyoyasema Mungu, na hapo wakawa kuna makafiri, kuna na Waislamu. Walikuwa maswahaba waloswali salatul fajri. Baada salatul fajri kilma kikawa hupambazukiwa katika waja wangu kwa mujibu wa neno la Mungu mwenye kuniamini mimi na mwenye kunikufuru. Na alikuwa hadithi ya kuhusu mvua ya jana, akasema amma alladhina qal mutirna bifadlillahi wa rahmati, tumenyeshelezewa mvua kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake. Ile mvua ya jana imenyesha kwa sababu ya fadhila za Mungu na rehema zake. Mwenye kusema hivyo, fadhalika mu'minun bi, huyo ameniamini mimi, wa kafirun bil kaukabu, amezikufuru nyota, kwa kuwa ameniachia mimi kazi yangu. Maanake kazi ya kuteremsha mvua ni ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Sikana ile hadithi watu ambao walikuwa wakipata ukame, pana kichanda cha maiti fulani kilikuwa kikitolewa nje kikielekezwa mbinguni, na kwa ukorofi wao walionao mvua ikafanyeje? Ikanyesha. Watu wakaona huna habari la kupata mvua sisi kwa kuntegemea maiti hiyo. Hayo ni mambo sisi tulieleza. Lakini akasema mwenye kusema mvua ilionyesha kwa fadhila za Mungu na rehema zake, ameniamini mimi Mungu kidhati, na amezikufuru nyota, hakutegemea nyota. Kisha akasema wa amma man qal, ama mwenye kusema mutirna binaui kadha wa kadha, sisi tumeteremshiwa mvua kwa sababu ya nyota fulani na fulani, fadhalika kafirun bi, huyo amenikufuru mimi. Mu'minun bil kaukab, ameamini nini? Ameamini nyota. Ni hadithi aliyoipokea Bukhari, hivyo hivyo Malik wa Nasai. Na annau wakaitafsiri ni al-kaukabu, ni nyota. Rabatu nuzul al-matari bihi, walifunga wao kupata kwao mvua iwe mpaka kupitia kwa nyota fulani. Wallahu khaliqul kaukaba, na Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa nyota.
wa musayyirun likulli dhawahiri tabi'iyya, na ndiye mwenye kupeleka mambo yote ya kitabia yaliyodhahiri. Sasa sikiliza hii hadithi, Mungu kabainisha nini? Kuna wenye kuniamini mimi ni katika waumini na wakakufuru nyota. Mwenye kusema haya niliyotafsiri, tumeteremshiwa kwa fadhila za Mungu na rehema zake, ameniamini, amekufuru nyota. Lakini mwenye kusema mvua hii kwa sababu ya nyota fulani, hoyo amenikufuru mimi, ameziamini nini? Ameziamini nyota. Kwa hivyo akitoka katika boma la Uislamu kwa maneno haya, itakuwa ilontoa ni nasi kulingamana na maneno yake ya kufuru. Huko kutegemea nyota tu, lakini peleka kwenye kutegemea chochote kwa lolote, ukamwacha Mwenyezi Mungu wa haki tabaraka wa taala. Hiyo ni hadithi ya kwanza ya kuwa la ukafiri liko na la uumini liko, na la muumini kubaki kwenye uumini wake na Uislamu wake liko, na ndivyo atakavyo Mungu. Na mara akauata Uislamu akatoka kwenye boma wa Uislamu pia liko. Hayo hupitika katika dunia hii. Yachiliwa nguvu ninayoyasema kwa hadithi ya Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katika neno la Mtume alipokuwa akizungumza umbile la mwanadamu kwenye tumbo la mamake, siku 40 huwa kadhaa, siku 40 huwa kadhaa, mpaka kupelekwa mjumbe kuweka roho yake na kusema huu ni muovu ama ni mwema. Kwenye kifungu hiki cha hadithi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliapa, kiapo chake alisema hivi: fa wallahi alladhi la ilaha ghairu, kwenye hadithi ambayo ni ndefu, na apa kwa ambaye hapana mola astahikie kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, aweza kufanya amali za watu wa peponi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, mpaka ikawa hakuna baina yake na kuingia peponi isipokuwa dhiraa tu, kiraa kimoja tu. Fayasbiku alayhi alkitabu, kitabu kikamchangulia, fayamalu biamali ahli alnar, akafanya amali za watu wa motoni, fayadkhuluha, akaingia motoni. Akasema na kinyume, na mmoja wenu aweza kufanya amali za watu wa motoni mpaka ikawa yeye na kuingia motoni ni dhiraa tu, kiraa kimoja, kitabu kikanchangulia, akafanya amali za watu wa kuingia peponi, akaingia wapi? Akaingia peponi. Sasa angalia hapa, kabainisha ya kwamba kitabu chaweza kukuchangulia ukafanya la ukafiri, imani yako ikakuponyoka. Vile vile yaweza kukuchangulia kitabu ukafanya la Uislamu, ukabaki katika amali. Kwa hivyo la mtu kukita kwenye tauhidi yake iko, na mtu kutoka hili njambo liko, na nasi huwa ndio zimekukufurisha. Ndipo wanavyoni wakaweka mambo 10, ukifanya moja kati ya hayo umetoka katika boma la Uislamu. 5 ni yale mlioyasikia, 5 aliyobaki la 6: man istahzaa bi shay'in min dini rasuli sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kufanya istihzai na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi, ama thawabu zake, au ikabihi, ama mateso yake. Mtume kaeleza pana malipo, pana thawabu, pana mateso. Wewe ukafanya istihzai, mwalikwenda huko. Kana mmoja katika kupinga, yeye si mtu wa sunna. Sasa kama huipendi sunna, usitokwe na maneno ambayo tukikupa hukumu kisha utasikia mbaya, useme kwamba kwa sisi hunchia peponi tuntakaye na kunchia motoni tuntakaye. Na hii si lugha mzuri mnayoitumia. Mmoja, subhanallah, mtolea hadithi kwa masala fulani, jawabu yake kasema, kwani ulikuweko wewe aliposema Mtume? Ulikuweko? Sikuweko niliposema Mtume, lakini naamini kwamba kwa alisema. Maneno gani? Maneno istihzai, maneno ya kufuru. Mmoja sema kila kitu hadithi tu, kila kitu hadithi tu, kila kitu hadithi tu. Watakani we? Wataka kila kitu kiweje? Mwanachuoni mwingine mmoja asema hawa wakiona masala yamewaelekea kuwazamisha, basi hadithi zote huzifanya dhaifu, hadithi zote huzifanya dhaifu. Hadithi hazikufanywa dhaifu kwa sisi kina Bahero kufanya hadithi dhaifu.
wala hatujafikia kiwango robo cha kuifanya hadithi sahihi wala kuifanya hadithi dhaifu, lakini ni mambo yamepangwa na mijanazuoni iloshiba, walokuwa na ikhlasi ya dini hii, walopoteza umri wao kuitumikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na wanaopoteza umri wao kuivunda sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hadithi sahihi, hadithi dhaifu, pana mustalahati zake ambazo zimepangwa kuweza kutuja. Si masala ya dini twende kazi, Mtume amesema hakusema, Mtume metenda hakutenda, Mtume kakubali na hakukubali, ukaohisemea kwa sababu akufurahisha mkao wako. Kwa hivyo sivyo yanavyotangazwa, ndivyo ni hivi. Usifanye istihzai na dini ya Mtume. Na dalili ni neno la Mwenyezi Mungu aliposema, qul, sema Muhammad, abillahi wa ayati, je, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahziun, mulikuwa mkifanya istihzai? Mtu akipewa la mtume ufanya istihzai, akipewa la Mungu ufanya istihzai. La ta'tadhiru, musitake nyudhuru leo, musitoe sababu zenu leo. Qad kafartum ba'da imanikum, mumekufuru baada ya imani yenu, mumekuwa makafiri baada ya kuamini. Aya 65 na 66 katika suratu Toba. Nani kakufurisha mwenye kufanya istihzai na dini ya Mtume? Ni mimi juu ya mimbar kama hii? Kwa hivyo kuweni na insafu. Na hata hayo maneno mathala mnayoyazungumza sio kwamba kwa kutatufanya tunyamaze kimya. Alotoka katika dhawabiti za la ilaha illa Allah tunasema kafir. Khalas. Kwa nini? Kwa mujibu wa aya, kwa sababu nususi ndizo zinazotoa hukumu kama hiyo. Angalia kana mmoja, niliwaambia kishia kimoja cha amu, ambaye aliandama tu ushia kimaslaha. Wala hivi vijishia ambavyo tunavyo, usifikiri kwamba kuamvishia akidatan kwamba kwa wameusoma ushia wameuelewa ushia. Nchamwa tu kama kile chama cha kampeni, akia mbunge huu mbwetu, mukamuonyesha kama kwamba kwa kura zote nzake, mukandondoa akenda zake. Akija mwingine mukenda mukampokea kwa racing boat hasa, naye akaona mimi hapa mmepawahi, ukadondolewa. Ndivyo namna hiki chama shekhe. Si kwamba kwa watu wamekifuata kwamba kwa ati nini, hapana. Hakuna dini ya ushia, hakuna ushia dini. Kuna dini ya misingi ya kutoka na maswahaba. Jamani, tutieni akili, sisi Waislamu tuweni na uadilifu. Haya, huyo kwa kupata vijipesa vya kumsaidia katika kufanya ya ufasiki, kwa kupata vijipesa kwa kusaidia kufanya ya ufasiki, juu ya nguvu za kufanya ufasiki na kuharibu mujitamaa wa vijana wa Kiislamu, wanaume kwa wanawake. Kisha misingi yake nkuntukana Abu Bakr Siddiq, billahi alaikum, mbele ya umma kasema, Abu Bakr Siddiq akiingia peponi mimi tatoka peponi. Si manhaji yangu tu kuntaja jina, lakini yeye ni mbaradhuli wa kikweli kweli. Lakini akifikia hadi hawa masahaba, sisi uchomeka tukisia masahaba wanatukanwa. Subhanallah. Yani kwa vijipesa vya Kiirani vya Kikuweti na za Kuweti, vipesa viwili vitatu ambavyo kesho wewe waweza kukata roho ukaacha pesa hapo hapo, wasema Abu Bakr Siddiq akiingia peponi mimi tatoka peponi. Subhanallah. Kisha umpate Muislamu naambie, huwa semaje haya maneno haya? Na wasema hapana, maadamu amesema la ilaha illa Allah hakuna wasiwasi, maadamu amesema la ilaha illa Allah. Basi naambia pia mtu hata kama ametawadhi akishuta na baki na udhu wake. Nyinyi msiangalie dini upande mmoja, na baki na udhu wake. Au mtu kama huswali hapa akaweka silencer naendelee na swala yake, hii itakuwa dini ama ni kidaroi? Hii ni dini safi bwana. Lakini huwa antukane Abu Bakr Siddiq akiingia pepo hiyo, kwanza una uhakika wa kuingia peponi? Wewe kuchengeza kukimbia peponi kwa Abu Bakari kuingia, una guarantee kwamba kwa ataipata hiyo pepo wewe? Haikisha angalia, ni kuweni na insafu. Mtu alosema kwamba kwa Abu Bakari akiingia peponi mimi tatoka, hayachangaza duniani ya kwamba kwa yeye hukimbia rehema za Mungu. Watu wataka wapate kauli tu kwamba kwa bwana ingia peponi, hiyo niwe hayamalizika, ushaichosa ndani ya pepo.
kwa sababu faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad ikhwa faqad faza wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mwenye kuepushwa na moto akatiwa peponi, Mungu asema faqad faza. Na watu wa bid'a mahodari wana hao wanasema qad kwa fi'li madhi hii yufidu tahqiq, wenye na hao kwa sababu sisi hatujui na hao. Haya sasa shikeni yufidu tahqiq, ikiwa inafidisha tahqiq, ukiepushwa na moto ukiingia peponi si hakika umefaulu. Lakini wewe kufaulu huku ukawa hukutaki kwa sababu itikadi zako za Khomeini wewe, itikadi zako za Irani wewe. Kwa hivyo Abu Bakr Siddiq akiingia itatoka aduwullahi wa aduwu rasuli wa aduwu sahabati rasulillah. Wewe ni adui ya Mungu na ni adui wa mtume na ni adui wa masahaba za mtume. Abu Bakr Siddiq, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwanamume mmoja alocheguzwa na Mola wake, waitaka dunia ama waitaka akhira, akaamua kuitaka akhira. Abu Bakr na sahaba zake na masahaba za mtume wakashiria, hapa aloshiriwa ni Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq akalia kweli kweli. Kisha kina Abu Bakr Siddiq wakitembea barabarani wakiwa na uhakika watu wa peponi. Ya ikhwatal iman, watembea barabarani kina Abu Bakar wakichambua kwamba kuwa nahnu ashabul janna kwa kukachikiwa. Haya natoke msufi asema, ilijulikana vipi kwamba kuwa amekachikiwa kwa watu peponi? Shekhe, watu walipewa bishara na wako duniani kwamba kuwa wewe ni wa peponi, wewe ni wa peponi, wewe ni wa peponi. Wako barazani wazungumza wako ambao wana uhakika kwa mujibu wa ishara ya mtume, na mtume alikuwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kwamba sisi twatembea na ni watu wa peponi. Wewe kishiagolo ukinena Abu Bakari akiingia hakimbia, kimbia mwana kukimbia, na ukikimbia ukinyua mguu hivi nkisima cha moto uingie fi darkil asfali minan nar. Twataka iwe hivyo insha Allah. Ukikimbia umetiwa peponi, Abu Bakari uingia watoka motoni, taka uchukie kisima cha moto uingie, kwa sababu ni adui ya nani? Ni adui wa masahaba. Tumeelewana sana? Ndizo nususi zilivyo. Maneno haya huneno hati mtu amepata zipesa ziwili zichacho, amejenga kijumba na kukusanya wanaume na wanawake kwenda kutia kaseti za ufasiki, kaseti za uzinifu, kaseti za uliwati. Mujtama umechefuka ukiongozwa na itikadi mbovu za Mashia, kisha ati huku piga vita Abu Bakr Siddiq na wengineo. Mwenye kufanya istihzai na dini, kisha tukiwakataa hawa, hii dini tumepokea kupitia kwa mikono ya hawa, mtu asiwe hasidi. Na kama si hawa dini ingetufikia vipi sisi shekhe? Kwa hivyo lazima watu wawataki radhi sahabatu rasulillah. Wewe utakayeamua kukimbia, ikimbilie. Kama wajua pahala pa kujificha kwenye darul akhirah ni hodari, kwa sababu umejua kuanzia hapa kwamba kwa kesho akhirah takimbia pia. Kimbia upate na maficho, Mungu akupe salama. Hilo la sita. La saba, asihru, uchawi. Sihri, uchawi huvunda shahada na humtoa mtu katika boma la ilaha illallah. Na miongoni mwa uchawi ni as-sarfu, na as-sarfu ni zile hila. Wachawi wana hila sana, na hila zilizokusudiwa ni kule sahratu ayunin nas, cha hakika ukione yani kisichokuwa na hakika ukione ndicho cha uhakika, huvunda shahada. Au kuna al-atf. Al-atfu ni kumpindua mtu kukuandama wewe kwa ulitakalo kwa sababu ya sihri. Na wameendelea wachawi ya kuwa aweza kukusurufu wewe utakavyo, na ukawa umemwandama maskini, huna lako huna chako. Kuna wakati mwingine wengine tusiwalaumu sana, tukasema angalia yule asema hapo mke wake twende, asema hapo mke wake twende. Pengine huwa sikutaka kwake maskini, sikutaka kwake, vitu vimetapikwa kwenye maini ya kisawasawa. Tena siku hiyo ini akalikata ipande inene kweli kweli, kumbe ameweka vijisilaha hapo. Ukisha kuliakia mambo yakawakuisha, ukawa uendeme tu kana mbuzi wa udhihia.
na wenda kuchinjwa. Lakini sasa sisi watu jiangalia, liendisiwa miteke, kusurufiwa, kufanya atakavyo mke wake. Sivyo, pana hila katika dunia hii, pana ukafiri katika dunia hii shekhe, pana khiana katika dunia hii, pana hila katika dunia hii, na tuwaweza kusurufiwa kinamna yote tukawa hatujui kwa sababu ya nini? Uchawi. Ndipo tukasema masaa 24 mtu ni wakuwa na kinga zitakiwazo, kwa sababu kitimbi chochote kitakachofanywa kwa ajili ya wewe kusurufiwa, Mungu apate kuziondosha. Kwa hivyo uchawi, sihri huvunda shahada, si maneno yetu hayo. Faman fa'alahu, yoyote mwenye kufanya sihri, au radhiya bihi, ama akaridhika na sihri, mwenye kufanya sema mashallah, wewe waona wewe ni hodari, kisha ukamfanyia kampeni, kama wataka mambo nenda kwa mchawi fulani, huona kweli kweli haoni chawa aliyoko kwenye kishogo chake, atakuona wewe. Wachawi ndaa tupu, ukiangalia wametokwa na madofori kwa ndaa, kisha ukwambia kwamba kuwa huona nini? Wametoka katika la ilaha illa Allah, kwa dalili wama yuallimani min ahadin, walikuwa hawamfundishi yoyote, hata yakula, mpaka waseme innama nahnu fitnatun, sisi ni fitna, ni mtihani, fala takfur, usikufuru. Kwa hivyo ina maana alojitolea kuwa mchawi amejitolea kuwa nini? Kuwa kafiri. Sasa kusitoke mashekhe katika idhaa kusema utankufurisha vipi? Tankufurisha vipi mtu alosema la ilaha illa Allah? Twankufurisha. Usifanye wasiwasi, kwa sababu nasi za kitabu hujaziona hizi, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, usiwe kafiri. Sasa wataka tuitafsiri vipi? Hai tufundisheni lugha na balagha na badii na maani ya kuweza kusimama kwa neno fala takfur, iwe sikuva kafiri wewe nkuva sahaba. Ni aya 102 katika suratu Al-Baqara. La 8 linalovunda la ilaha illa Allah, mudhaharatul mushrikina, kuwasaidia washirikina, wa muawanatuhum ala almuslimin, kuwapa msaada juu ya waislamu ili kuadhiri waislamu. Na dalili ni neno la Mwenyezi Mungu, wa man yatawallahum minkum, mwenye kuwatawalisha wao na kuwafanya mvipenzi, fa innahu minhum, yeye ni katika wao, kwa kuwa wao makafiri na yeye amekuwa nini? Amekuwa kafiri. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, Mungu hawaongozi watu madhalimu. Tayari ametolewa katika Uislamu, amefanywa kafiri kwa sababu akuwasaidia nani? Akuwasaidia makafiri. Kwa hivyo pana dhawabiti wachua lugha, pana dhawabiti, mtu hafanywi tu kafiri, nususi za kisheria. Latisia, man i'takada, yoyote mwenye kuitakidi, anna ba'dha an-nasi, kwamba baadhi ya watu, yasauhu al-khuruju an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aweza kupata nafasi, ukundufu wa kutoka katika sharia ya Muhammad. Yani kusema mimi naweza kutoka katika sharia ya Muhammad, kama wasaa al-Khadr al-khuruja min shari'ati Musa, kama ule Nabiullahi Hidhr alopata wasaa wa kutoka katika sharia ya Musa. Mtu huo ni kafiri, kwa sababu yule alikuwa hastahiki kufuata sharia ya Musa kama mujibu wa vitabu vinavyosema. Huwezi kujifananisha usema naweza kuwa na wasaa wa kutoka kwenye dini ya Muhammad, naweza kuwa na wasaa huo. Ukitakidi hivyo umekufuru, na Mungu asema waman yabtaghi ghaira al-islami dina, mwenye kutaka usiokuwa Uislamu kuifanya ndio dini, falan yuqbala minhu, hatakubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye kesho akhiran katika wenye kukhasirika. Aya 85 katika suratu Ali-Imran. La 10 linalovunda shahada, al-i'radhu an dini llahi, ni mtu kuipuza dini ya Mwenyezi Mungu. La yataallamuhu, akawa hajifundishi, wala yaamalu bihi, wala akawa haitumihi dini. Uketizie tu katika dunia, hana cha kuifunda dini wala kuiandama dini, hako katika mikondo ya dini, kama ambaye kwamba kuwa yeye kwenye dini hii ya Kiislamu hayumo, japokuwa amezaliwa na baba Muislamu na mama Muislamu. Qur'ani inasema waman adlamu, ni nani alodhalimu zaidi, mimman dhukira biayati rabbi, kuliko yule alokumbushwa aya za Mola wake,
thumma a'rada anha, kisha akazipuza na asizitumie. Qur'ani asema inna minal mujrimina muntaqimun, sisi wale watu waovu makafiri, muntaqimun, tutawaangamiza. Ni aya 22 katika suratu Sijda. Mambo 10 haya, mwenye kuwa na moja kati ya haya, shahada lake limevundika na Uislamu wake umemponyoka, na Qur'ani inasema ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha na musife isipokuwa kufeni hali ya kuwa nyinyi ni waumini. Kwa hivyo aya hii ni kwetu sisi maduat, iangaziwe vizuri kwa watu na kutafsiriwa ilivyo kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri, ili wenzetu Waislamu waudhabiti Uislamu wao na wafe kwenye kilma cha Uislamu, kwa sababu tusikae tukahasirika Waislamu na twatoka katika dunia hii bila ya Uislamu. Kitu chengine ni juu ya maduat sote kuwa wa kweli na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisemaye yoyote athubutu katika masala ya ukweli. Kisha vile vile wasikilizaji wawe na ihtimam ya kila wanalolisikia kulitia katika mizani ya chombo muhimu alichokuruzuku Mwenyezi Mungu ambao ni akili. Pana mambo ambayo hungia akilini mbali ya nusus, mengine hayangia akilini, wewe hufaa kujisaidia kwa akili yako kwenye kusimama simamo wa sawa. Kisha maduati wawe wa kweli, ulinenalo kwa msikilizaji ulihakikishe kwamba kuwa la ukweli, ili akifuata ule msikilizaji ameufuata ukweli. Tena kwa teleza, hayo ni mambo ya kibinadamu, si kwa kukusudia wewe kucheleza, kutaka kumpa mtu miongozo, sio miongozo ya sawa. Billahi alaikum, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man ashara ila akhihi almuslim bi amrin ya'lamu anna rushdahu fi ghairihi faqad khanahu, yoyote mwenye kumshiria Muislamu jambo lolote hali ya kuwa yeye ajua ya kwamba usawa na uongofu uko kwenye barabara nyingine, amefanya khiana. Wallahu la yuhibbul khainin, na Mungu hawapendi wenye kufanya khiana. Barabara tunaoelekeza watu tuwaelekeze kwamba kwa ndio barabara ya sawa inaumridhisha Mwenyezi Mungu, ile alosema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Barabara ya kuelekeza watu iwe ni ile wa anna hadha kul hadhihi sabili, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Iwe ndizo barabara zitakiwazo. Tusiongoze watu kwenye barabara nyinginezo. Akikupata mwingine faragha, kwambie kwa hisani yako nataka kukuuliza kitu kimoja, kweli haya yanaosemwa na kina fulani na haya muyasema nyinyi, sema ya uhakika, ukweli uko wapi? Bora uweko faragha tu, haki useme la, kina fulani wako katika ukweli, lakini basi iwe itaitia lakini wewe mwenyewe uone kwamba kwa kina fulani wako katika ukweli na yako hayo billahi kwa ushuhuda, tusema sawa. Lakini jamaa katika maduati wake fulani dogo na rafu sana, lao atapunguza rafu
basi kidogo. Hapana, shika Uislamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tumeelewana vizuri sana? Kuna mambo mengine haendi mpaka kwa rafu. Sasa unaambieje kwamba kuabudu makaburi nije nikushike nikupapase kitwa? Hata sisujudie kaburi hainyuka. Kwambia hivi namna gani wewe? Wewe taka upate yule nkia wacha pale ukisujudu jip. Hiyo ndio fikhi. Tumeelewana? Tuelekezeni watu katika barabara za sawa. Tusiwelekezeni watu katika barabara ambazo nini. Mtu wewe ndiye amelikambatia kaburi, bila haweza yeye kukupiga. Ukimfanyia utaratibu, bwana isivyo tafadhali kwa hisani yako nche Mungu bwana liate, hawezi. Kwanza utampata kwa wapi? Huwa huku kiuno kiko inde, kitwa kiko ndani ya kaburi. Sisi niwaelezeni kwenye Ijumaa iliyopita, huwa ukichizie kitwa, yani humuona ule shekhe tu. Sasa wewe katika kumshika utakuwa humuharibia ibada yake. Aweza kusamehe akakuata akakupiga ngumi. Kwa hivyo uwahi wewe, mpige asunukie, mwambie hata ibada makaburi. Ndio tauhidi itafanya nini? Lakini hakuna masala kwamba kwa ulimwengu kuwa mtulivu basi mpaka kina fulani kidogo kidogo. Hapana. Kisha kitu chengine, la kweli lithibitishwe kwamba kwa la ukweli. Angalia mifano ambayo tumeipiga kwamba mujtama umeharibika hivi sasa. Masala uzinifu, masala ya ulevi na uzinifu hupatikani mpaka kwa hizi ulevi, kwa sababu ni umul khabaith. Masala ya uliwati, masala ya wanawake kwa wanawake, hilo niliwahi kulitaja mimi na leo nimelitaja. Ni machafu ambayo yako. Dai yoyote ni kusema ni machafu yako yatefutwe namna ya kuondoshwa. Yatefutwe namna ya kuondoshwa. Na kuna namna ya kuondoshwa kwa njia za kitaratibu likiwezekana. Halikuwezekana njia za kitaratibu, njia nyingine pia hutumiwa, kwa sababu hadithi ya Mtume kwa uonapo munkar kwanza uondoshe kwa nini? Kwa mkono. Tena kwanza ametumia mkono. Usipoweza ndio ulimi, usipoweza ndio moyo, wa dhalik adhaful iman. Tulitakalo kuweni wa kweli na muwe pamoja na wa kweli. Baada dhalika useme haya niliyoyasema ni ijtihad. Ikiwa ni sawa ndio tuitakao, ikiwa ni makosa si kwa kukusudia makosa, na Mungu ndiye mjuzi. Lakini umma tuongozeni katika barabara ya sawa biidhnillahil karim. Mambo 10 haya tumeshamaliza. Ijumaa itakaofuata insha Allah tutaeleza athari mbovu za bid'a na walojitokeza kufa kupona kumbandika mtume kivyo vyote. Sisi tunataka tumbandike mtume tu kufa kupona, na tutaeleza kwa nususi na kwa ushahidi. Na ambaye huona sikumbandika mtume ajitokeza aseme huko sikumbandika mtume, ni nyinyi mumetutuhumu. Kila kitu kiwekwe pahala pake wazi, na taufiki ni ya Mwenyezi Mungu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.